tathmini gani kwa kocha Fadlu Davis akiwa kwenye uwanja wa away, jinsi ambavyo anacheza na katika yale yote anaweza kubadilika vipi kwenda ku approach RS Berkane na namna ambavyo unawafahamu RS Berkane? Unawafahamu kwa kiasi gani namna ambavyo wanacheza wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani? Kwanza watu wanatakiwa kujua kwamba hii ni mechi ya finali. Na mechi ya finali intensity yake haiwezi kuwa sawa na hizi mechi za kawaida za kwenye ligi. Kwamba lazima pia hata tactical approach itabadilika kwa makocha wa timu zote mbili. Berkane sio timu ya kutisha kwenye eneo la kushambulia kama ambavyo watu wanaiona au wanavyoizungumzia. Kwenye michezo 30 ya Botola Pro wamefunga mabao 49. Sawa? Halafu wamefunga mabao 38 fulani hivi. 38 kama sikosea. Maana yake ni timu ambayo kwenye swala la kufunga mabao sio timu bora kwamba inafunga mabao mengi. Ndio michezo 30 ukifunga mabao 48 ni wastani wa kufunga bao moja point kadhaa hivi kwa wale wataalamu wa mahesabu. Kwa timu ambayo ina safu bora ya ushambuliaji kwenye michezo 30 walao iwe imefunga hata mabao 60 hivi. Hapo unaweza ukaogopa kwamba hapa anacheza na timu bora. Timu hatari kwenye eneo la kushambulia. Lakini michezo 30 una mabao 49, maana yake bado wewe sio bora sana kwenye kushambulia, kwa sababu hapo unazungumza michezo 30, maana yake kuna mechi umecheza na timu bora, kuna mechi umecheza na timu dhaifu ambazo umezizidi, lakini bado umeshindwa kupata mabao mengi. Ukija kwenye mashindano ya kimataifa, hii ni timu ambayo imefunga mabao mengi, lakini kwenye mabao mengi ina mabao 8 ambayo ameyapata kwenye timu moja. Sio kama unaelewa Naam. Imefunga mabao mengi, lakini kwenye mabao mengi mabao 8 wamepata kwenye timu hii moja ambao ni Stellenbosch ya South Africa, ambao mechi ya kwanza wamepigwa mabao 8, wamepigwa mabao 5, mechi ya pili wamefunga mabao 3. Maana yake kwenye mechi moja wamepata mabao 8. Ambao pia hiyo Stellenbosch walifunga kwenye hatua ya makundi, Simba amekuja kuifunga bao moja kwenye hatua ya robo ya nusu finali. Lakini pia ukiangalia kwenye approach ya mechi za makundi ni tofauti pia na approach ya mechi za mtoano. Kwa hiyo pia kuna hiyo tofauti ya approach pia inaweza kupelekea mchezo fulani kuwa mgumu, mchezo fulani kuwa mwepesi zaidi. Lakini kwenye ile mechi ya Simba na Stellenbosch, Simba alikuwa na uwezo wa kufunga hata mabao 5 kwenye zile mechi zote mbili. Kwa maana ya mechi ya home na mechi ya away. Mechi ambayo ilichezwa Zanzibar na mechi ambayo ilichezwa South Africa. Simba alikuwa na uwezo wa kufunga hata zaidi ya mabao 5. Lakini Simba yenyewe ilikuwa na changamoto zake kwenye eneo la kushambulia. Walipata nafasi nyingi, walishindwa kuzitumia hizo nafasi ambazo walizipata. Maana yake pia makosa ya Simba kwenye eneo la kushambulia yalipelekea wao kufunga mabao mengi kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch ambaye amefunga mabao 8 na RS Berkane. Simba alimfunga Constantine mabao mangapi Benjamin Mkapa? Utanisaidia kuangalia hapo. Kama Simba alimfunga mabao mangapi CS Constantine pale Benjamin Mkapa? Kwa sababu Constantine alifunga mabao 4. Alishinda goli 2. Alishinda goli 2 amefunga mabao 4 na Berkane pale Morocco. Sidhani kama kuna timu ambayo Simba ameshinda goli 3.